Maandamano yamezuka katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, ukiwemo mji mkuu Nairobi, kufuatia mgomo ulioitishwa na madereva na wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma. Mgomo huo umeathiri kwa kiwango kikubwa shughuli za kawaida za wananchi, hasa wale wanaotegemea usafiri wa umma kufika kazini, shuleni na katika shughuli nyingine muhimu. Mgomo huo umefanyika ili kupinga hatua ya mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli nchini humo kuongeza bei ya mafuta. Bei ya mafuta nchini Kenya imefikia kiwango cha juu, ambapo bei ya petroli iliongezwa kwa shilingi 16 kwa lita, huku dizeli ikiongezwa kwa shilingi 46 kwa lita. Mafuta imepanda, kila maisha imepanda, mali yetu yanaendelea kuharibika huku. Sisi tuko na maisha ya hali ya juu sana, hatutaki hivyo. Ongezeko hilo limezua hasira miongoni mwa wananchi na wadau wa sekta ya uchukuzi, ambao wanasema gharama hizo mpya zitafanya maisha kuwa magumu zaidi, hasa kwa watu wa kipato cha chini. Wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma wanasema gharama hizo mpya hazilingani na mapato yao, na hivyo kuathiri moja kwa moja uwezo wao wa kuendesha biashara. Katika maeneo kadhaa ya Nairobi, barabara zimekuwa tupu, huku baadhi ya waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia magari kupita. Rais William Ruto, ambaye kwa sasa yuko katika ziara ya nje ya nchi, bado hajatoa tamko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa ujumla, hali nchini humo inaendelea kuwa tete, huku wananchi wakisubiri majibu kutoka kwa serikali ili kushughulikia changamoto za gharama za mafuta na athari yake kwa uchumi na maisha ya kila siku. Tunalia sana kwa sababu ya uchumi ambayo imepanda, inatusumbua. Mafuta imepanda, imeenda juu, so hata kukula sasa hizi ni shida, hata kufaa ni shida. Sasa tuko shida, sasa tunaomba tu Mungu atusaidie, at least mambo ikuwe mzuri.